Stars, Sport Next Level. Ukipitia kwa makini barua ya CAF iliyoandikwa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF tarehe 14 mwezi huu, utagundua kwamba hakuna mahala popote uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam umeelezewa kwamba una kasoro yoyote. La hasha. Isipokuwa kilichoelezwa ni juu ya shaka, wasiwasi kwamba kipindi hiki kuna mvua na kwa sababu hiyo uwanja wa Mkapa pengine unaweza kufanya hali ya kuenjoy mpira wa miguu pale uwanjani kwa wachezaji ikakosekana, lakini pia kwa mashabiki kuenjoy kutokana na hali ya mvua kwenye uwanja huo ambao ni wa nyasi asilia. Kwa sababu hiyo mapendekezo ni kwamba ukatumike uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Barua ile neno lilotumika ni strongly recommended, yani kwa lugha nyingine ni mapendekezo, basi full stop. Sasa ukizama ndani zaidi ndipo hofu inakuja kwamba maamuzi haya ambayo yamesainiwa na katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF bwana Mosengo Omba, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni dhahiri kwamba huenda kuna kitu kimejificha, kwamba timu hii ya RS Berkane ambayo miongoni mwa wadau wake, wamiliki wake, inahusishwa moja kwa moja na makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Huyu ni bwana Fawz Lekeja. Sasa kwa sababu hiyo unaweza kujiuliza sababu hasa ya kuhofia ni nini? Iko wazi. Kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, safari ya Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu huu inaonyesha si uwanja salama hata kidogo kwa wageni. Ni kwa sababu gani? Timu zote zilizokanyaga kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam hakuna iliyotoka salama. Stellenbosch wao walikwenda kucheza na Simba kwenye uwanja wa Amani Complex wakafa bao 1-0. Lakini nyinginezo zote, timu ya Bravo Shidimakish kutoka Angola yenyewe kwa Mkapa ilifungwa 1-0, wakati huo ikiwa katika kundi A la kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na Simba. Hawa Bravo Shidimakish ya Angola, Bravos, walikufa kwa bao 1-0, lakini zilizobaki zote ukiondoa Bravo Shidimakish, ukiondoa na Stellenbosch, zinatoka kaskazini mwa Afrika, kule ambako timu zake nyingi huwa ni ngumu, huwa ni timu ngangari sana katika michuano hii ya klabu ya CAF, iwe ligi ya mabingwa ya kombe la shirikisho, na mara nyingi wanapocheza na timu kutoka ukanda mwingine kama huu wa Afrika Mashariki na Kati, timu za kaskazini matarajio ni kushinda tu, wala sio kitu kingine. Zikienda ugenini matarajio ni kuona walau zikipata sare, wewe ukienda kwao wakufunge. Lakini RS Berkane kila wakichungulia timu za ukanda ule wa UNAF, kwa maana unapozungumzia UNAF unazungumzia timu kutoka Morocco yenyewe, timu kutoka Algeria, timu kutoka Tunisia, kutoka Libya, kutoka Misri, zilizofunga safari hii kuja kwa Mkapa kucheza dhidi ya Simba, zote zilipokea kipigo. Moja wapo ilikuwa ni Sfaxien ya Tunisia. Sfaxien yenyewe ilifungwa na Simba kwa Mkapa mabao 2-1. Lakini zilizokuja ni pamoja Ahli Tripoli ya Libya. Hii ni wakati wa hatua ya kuania kufuzu kwa hatua ya makundi. Ahli Tripoli yenye wachezaji nyota kama kina Mabululu yule raia wa Angola, kule Libya ilitoka na Simba bila, lakini kwa Mkapa ikafungwa 3-1. Lakini sio wao tu, wakaja timu ya Al-Masri. Al-Masri yenyewe ilikuwa ni katika hatua ya robo finali. Al-Masri walipocheza kule Misri, Simba ilikufa 2-0, lakini Al-Masri walipofika kwa Mkapa jijini Dar es Salaam walipelekeshwa mno na Simba katika dakika 90 za mchezo. Ndio wakapigiwa mashuti 24, 7 alilenga lango. Bahati kwao wakafa kwa kipigo kidogo cha 2-0. Kulingana na mchezo ulivyokuwa, pengine Al-Masri wastahili kupata kipigo kizito zaidi. Kwa yote aliyeshuhudia mechi ile, bila shaka RS Berkane katika marejeo ya picha za video waliona jinsi Al-Masri walivyoteseka mwanzo mwisho, wakapata bahati ya kufungwa mabao 2 tu, matokeo yakawa 2-2 kwa sababu mechi ya kwanza kule Misri kule mjini Ismailia kwenye uwanja wa Suez Canal Authority Stadium Simba walifungwa 2-2. Kwa hiyo ushindi wa 2-2 wa Simba kwa Mkapa ulifanya matokeo ya jumla yawe 2-2. Kwenye mikoja ya penalty Simba ikasonga mbele. Lakini sio wao peke yao, kulikuwa na SES Constantine. Hii ni Algeria. Zote hizi zinatoka katika ukanda ule wa UNAF ambako majirani zake ni pamoja na Morocco ambako ndiko wanakopatikana RS Berkane. Hawa walipofika walifungwa mabao 2-0, lakini sote walifungwa 2-2. Walipigiwa mpira mwingi mno. Ni mechi ambayo Simba ilipiga pasi nyingi haijawahi kupiga katika michuano ya kimataifa ya CAF ngazi ya klabu kuanzia msimu 2018-19 mpaka msimu huu. Kwa maana michuano ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, hakuna mechi ambayo Simba walipiga pasi nyingi kama hii. Kwa sababu katika mechi hii Simba ilipiga pasi
pasi 638 na kuwa ndio mechi ambayo Simba walipiga pasi nyingi zaidi katika michuano ya CAF. Nakumbuka vizuri, ukiondoa hii mechi nyingine ambayo Simba walipiga pasi nyingi sana kwa Mkapa ilikuwa ni mechi dhidi ya El Merreikh ya Sudan katika msimu wa 2020-2021 katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye kundi lao Simba walipiga pasi 632. Hii ndio ilikuwa pasi nyingi Simba kwa kuregister, kwa kuzipiga katika mechi ya CAF kuanzia msimu wa 2018-19 mpaka sasa. Lakini mechi dhidi ya Constantine wakapiga hizo pasi 638 halafu wakawapiga 2-0. Kwa lugha nyingine, Simba kwenye uwanja wa Mkapa mechi zote 100% za michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu hakuna aliambulia sare wala ushindi. Ni vipigo kwa kwenda mbele. Zote za ukanda wa kaskazini kutoka UNAF zilipigwa, lakini zile za kutoka Kosafa kwa maana Stellenbosch, kwa maana Bravo Shid Makish Angola, Stellenbosch Afrika Kusini zilipigwa, lakini hawa Stellenbosch wao walipigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex. Sasa unafanyaje sasa? Mechi hii ni ya finali. Ni mechi ambayo ni kama vita baina ya mataifa mawili, Tanzania dhidi ya Morocco. Ni vita ambayo haihusishi mwagaji damu, haihusishi mapigano kwa maana ile ya tafsiri ya vita, bali ni dakika 90 za uwanjani kwenye uwanja wowote ule wa mmoja wapo, halafu na marudiano. Kwa lugha nyingine, mechi ya kwanza dakika 90 zitachezwa tarehe 17 kwa maana ya Jumamosi tu kule nchini Morocco, ambapo Simba watacheza dhidi ya RS Berkane, halafu tarehe 25 ni marudiano. Matokeo ya jumla, mshindi wake ndo anatoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Kwenye marudiano kombe litakuwa uwanjani. Sasa kwa sababu hiyo, kuelekea vita hii hakuna yeyote yuko tayari kuchikana wowote kwa ajili ya maslahi ya taifa lake, maslahi ya klabu yake. Tunapozungumza utaifa ni Tanzania na Morocco, klabu ni Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane. Sasa ikumbukwe RS Berkane miongoni mwa vigogo wake ni yule Lekja Fawuz ambaye ni makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Yani ndo makamu wa kwanza, maana CAF ina makamu wa 5, wa kwanza ndiye huyu ambaye ndiye anayehusishwa na umiliki wa klabu ya RS Berkane. Alibwaga manyanga ya kuwa rais wa RS Berkane kwa sababu tu ya kuepuka ule mgongano wa kimaslahi. Sasa yeye ana nguvu sana, yeye ana pesa vile vile, kwa sababu yeye pia ni waziri wa budget katika ufalme wa Morocco kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Morocco. Lakini yeye huyu pia ndiye rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco. Yeye huyu pia ndiyo kiongozi mkuu wa kamati ya mashindano ya michuano ya klabu ya CAF. Kwa hiyo michuano ya kombe la shirikisho, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kiongozi wake ndani ya CAF ndiye huyu Lekja Fawuz. Yeye huyu ndiye mwenyekiti wa kamati ile iliyoshughulikia mafanikio makubwa ya kuandaa fainali za kombe la dunia 2030 kwa ushirikiano baina ya taifa lake la Morocco pamoja na Hispania pamoja na Ureno. Huyu pia ni mjumbe katika baraza la FIFA. Kwa hiyo ana nguvu sana, na pia vile vile ni yupo katika na ndiye mwenyekiti wa kamati ya fedha ndani ya CAF. Timu yake RS Berkane inacheza dhidi ya Simba Tanzania. Unafanyaje? Ukipata upenyo bila shaka kwa influence yake, hata kama sio yeye anatoa maelekezo ya moja kwa moja, lakini dhahiri anaweza kawa na ushawishi wa kufanya maamuzi kama haya ambayo yametatiza wengi. Uwanja wa Mkapa ukiangalia, naibu waziri, mwana FA na maafisa wengine wa serikali na wadau wengine wamekwenda kukagua, hauna tatizo lolote, uko vizuri kwa ajili ya kuchezwa. Taarifa ya CAF inatia shaka kwamba uwanja hauna shida, ndio, lakini kuna mvua. Kwa hiyo inawezekana siku ya mechi kukawa na mvua, uwanja ukawa hovyo. Ndio maana unaona kana kwamba wametoa mapendekezo kwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambako pia ni Tanzania, ambako kunaweza kukawa na mvua, lakini inafahamika sababu kwamba nyasi za uwanja wa New Amani Complex ni nyasi chotara, ni hybrid grasses ambazo ni mchanganyiko wa nyasi asili na nyasi bandia, kufanya ziwe nyasi bora zaidi zitakazo pambana vyema na mikiki ya mvua. Wametumia upenyo huu kuukwepa uwanja wa Mkapa, lakini kimsingi uwanja wa Mkapa ni tanuri la moto. Uwanja wa Mkapa huwa kuna pumzi ya moto kwa wapinzani wa Simba kwenye uwanja wa Mkapa. Kwa sababu hiyo RS Berkane pengine wametafuta upenyo hapa kuepuka pumzi ya moto kwa Mkapa itokayo kwa Simba, ambayo imewadhuru wote waliokuja kucheza dhidi ya Simba ya Fadlu Davids kwa kupata vipigo, wakitofautiana tu kwa idadi ya mabao. Bila shaka hii ni sababu mojawapo. Kufungwa Al Masry, kufungwa SS Constantine, kufungwa SS Faction, kufungwa Al Ahly Tripoli ya kina Mabululu, halafu kichanganya na zile za Kosafa. Simba haijawahi kupata sare kwenye msimu huu, haijawahi kufungwa, imeshinda zote. Kwa nini wasiogope?
bila shaka hii pia ni sababu. Je, itakuwa vipi? Maana haya ni mapendekezo na jitihada zingali zikiendelea miongoni mwa wadau wa mpira wa miguu. Simba wenyewe wakishirikiana na serikali kwa karibu kuhakikisha mechi inachezwa kwa Mkapa na sio pengine, kwa sababu penyewe kuna ruhusu mashabiki 60,000 kuwapa hamasa wachezaji wa Simba ili wapate matokeo mazuri, lakini kuwapa hamasa hasi wapinzani wao ambao ni RS Berkane ili mwisho wa siku Simba wapate matokeo chanya kuwawezesha kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Je, itakuwa vipi katika vita hii ya kijanja janja ya kimbinu hizi ambazo zinaonekana kwa mbali, janja RS Berkane kuepuka pumzi ya moto hapo kwa Mkapa? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.